Watu 28 wamefariki dunia na wengine 9 kujeruhiwa vibaya kufuatia ajali mbaya barabarani iliyotokea usiku wa Juni 7, 2025 majira ya saa 2 usiku katika eneo la mteremko wa Mbalizi mkoani Mbeya. Ajali hiyo imetokea mara baada ya lori ya mizigo kufeli breki na kugonga magari mawili yaliyokuwa mbele yake ambayo ni daladala la abiria na kilikuu gari dogo la mizigo. Kufuatia mgongano huo, daladala hiyo iliingia korongoni na baadaye lori hilo likaangukia juu yake na kusababisha vifo vya abiria waliokuwemo ndani ya gari. Ni kwamba mnamo tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka 2025 majira ya saa 1:47 kwenye eneo hili la mlima Iwambi katika halmashauri ya wilaya ya Mbeya vijijini kwenye barabara kuu ya kutoka Mbeya kuelekea Tunduma, gari lenye namba T830 EDP ikiwa na tela lake lenye namba T148 CTD aina ya Scania lori likiwa limebeba shehena ya unga likiwa linaendeshwa na dereva ambaye anaitwa Filipo Lighton Mwashibanda mwenye umri wa miaka 33. Huyu ni mkazi wa Tunduma katika mkoa wa Songwe, likiwa linatokea Dar es Salaam. Liliweza kufika katika maeneo haya na kugonga kwanza magari mawili. Gari moja hapo ni T257 DVP aina ya Mitsubishi Rosa iliyokuwa na abiria ambayo sasa ndio humo tumepata majeruhi pamoja na vifo. Lakini pia na gari nyingine T185 DMF aina ya Toyota Light Ice na kutumbukia kwenye eneo hili la korongo kwenye mto huu Mbalizi na kukita kwenye hili gema ambapo tupo hapa ambayo ni kingo ya mto huu wa Mbalizi na kusababisha vifo 27 kwa jana. Lakini baada ya kuchukua wale majeruhi, basi leo asubuhi tumepata tena taarifa kwamba majeruhi mmoja ameongezeka na ndio maana nasema vifo vimefikia 28. Kwa hiyo watu waliofariki katika ajali hiyo wanawake ni 12 na miongoni mwao watoto ni 2. Wanaume sasa ni 16 na kati ya hao kuna watoto wa kiume 2. Kwa hiyo hadi sasa ninavyoongea katika hao marehemu walio katika ile hospitali ya Ifisi 18 wamekwisha tambuliwa na ndugu zao, na wakati huo watu 9 bado hawajatambuliwa. Katika ajali hiyo majeruhi ni 9 kama nilivyokwisha sema. Kwa hiyo miongoni mwa majeruhi ambao nimesema ni dereva wa gari hili pamoja na gari lile la Mitsubishi Rosa. Kwa hiyo majeruhi ni Baraka Samuel Mgala miaka 35 mkazi wa Mbalizi aliyekuwa dereva katika gari namba T257 DVP Mitsubishi Rosa ambaye ameumia miguu yote miwili, mbavuni pamoja na kichwani. Lakini dereva Filipo Lighton Mwashibanda mwenye umri wa miaka 35, huyu mkazi wa Tunduma aliyekuwa anaendesha gari hili ambalo mnaliona hapa, hili lori, yeye amevunjika mguu wa kushoto. Chanzo cha ajali ni kwamba ni uzembe wa huyu dereva mwenye hili lori na akashindwa kulimudu hili gari, na matokeo yake akafika akagonga haya magari madogo ambayo yalikuwa yanamalizia ruti sasa kuingia stendi. Mpaka sasa hivi huyu dereva niliyemtaja yuko hospitalini pamoja kwamba yuko kwenye matibabu, lakini tunaendelea kumshikilia kwa hatua zaidi za kisheria. Kwanza kabisa niwape pole sana wana Mbeya kutokana na ajali hii ambayo imejitokeza jana, lakini nadhani tulipumzika masuala ya ajali kwa muda mrefu kidogo. Wakati nakuja hapa, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewapa pole wafiwa wote, lakini pia yeye kama Mheshimiwa Rais ametoa msisitizo mambo yafuatayo. La kwanza, ameielekeza TANROADS kuanzia leo kutengeneza barabara ya mchepua kule nyuma. La pili, ameelekeza hapa, ameleta zaidi ya bilioni 3 waanze kulipa fidia mara moja kwa ajili ya kupanua hiyo barabara haraka iwezekanavyo kwenye eneo hili la Mbalizi. La tatu aliyotuelekeza ni kwamba lazima wafiwa wote tuweze kugharamia swala la masanduku yote 28 kwa wale wote ambao wametangulia mbele ya haki. Lakini pia ametoa maelekezo kwamba kila familia ambayo imepoteza
ndugu au jamaa na marafiki, tuweze kutoa mkono wa pole wa shilingi 500,000 kila familia, kwa jumla yake shilingi milioni 1. Tutaongea na waziri wa mambo ya ndani ya nchi kwa Mbeya pia tuendelee kuwa na kituo kikubwa cha ukaguzi wa magari hasa yanayokwenda nje ya nchi, hususan nchi ya Kongo, nchi ya Zambia, lakini pia hata Angola. Sasa swala la kutengeneza barabara, magari yote yanayokwenda, nadhani magari yanaenda umbali mrefu yatapita kule, kwa sababu huku sasa kutakuwa tunapita magari madogo tu. Hapa magari malori yote marufuku kupita kwenye barabara hii. Natoa siku 3. Mpaka sasa jumla tumepokea maiti 27, ambapo katika hizo maiti 27 wanaume ni 17 na wanawake ni 10, lakini katika hao wote watoto ni 4 na wote wamefika wakiwa wameshafariki, isipokuwa mmoja tu alifika akiwa mahututi, baadaye akafariki. Lakini majeruhi tulionao mpaka sasa tuna majeruhi 9, ambapo 2 ni wanawake na 7 ni wanaume. Lakini katika hawa 9, mmoja ni mtoto wa miaka 13 ambaye yuko vizuri, tunamshukuru Mungu, anaendelea vizuri. Lakini kwa ujumla wake hawa wote 9, 2 ndio walikuwa na hali mbaya zaidi kuliko wote, ambao tulilazimika kuingia nao theater kwa ajili ya operation usiku. Walipata majeruhi mabaya sana kwenye viungo vya ndani vya mwili, kwa tulazimika kuingia nao theater na kufanya operation. Tunashukuru Mungu alitoka salama na bado anaendelea na matibabu. Kwa hiyo tunasikitika pia katika idadi ya vifo hivi 27, vifo vya watu 2 ni watumishi wa Mbalizi hospitali, ni wauguzi wa Mbalizi hospitali. Nadhani jana yalikuwa majira ya saa 1 kwa Mjero alikuwa kwenye biashara zangu. Sasa wakati narudi nikakutana na hii gari iliyokuwa imepata ajali kutokea Mbalizi inaenda Mjero. Maana ile gari ni ya ruti ya kwenda Mbalizi Msaraga. Kwa hiyo nikapanda ile gari karudi Mjero, ikapakia abiria. Tukawa tunarudi. Baada ya kurudi tulipofika Iwambi, nadhani kwa chini hapa kuna shule moja inaitwa Harrison Wata kwa mbele kidogo. Pale ndipo tukio lilipotokea. Na tukio linapotokea nadhani kulikuwa hakuna dalili yoyote kwamba tukio linaweza likatokea, ila kwa mimi nilipoona nilisikia tu mshindo wa kama gari kuanguka afu nikapoteza fahamu. Baada ya kupoteza fahamu, nadhani fahamu zinapokuja kunirudia mara ya pili wakati tayari waokoaji wameshafika kuanza kuokoa. Kwa hiyo ilikuwa ajali. Baadhi ya mashuhuda wa ajali hiyo walikuwa na haya ya kusema. Kwa majina, mimi naitwa James Samuel Chatanda, dereva wa kampuni ya HH Mali. Huyu dereva mwenzetu, mimi nilikuwa mbele na yeye alikuwa nyuma. Sasa wakati tunafanya mawasiliano, mimi nipo mbele na ananiambia nakuja. Baadaye napigiwa simu amepata ajali. Baada ya kufika hapa ikaonekana kwamba hii gari amekuja ikafeli breki. Imefeli breki pale ndio kusababisha ajali, kugonga gari hii Costa kama mnavyoiona hapa, na yenyewe imeumia kama hivi. Gari ilikuwa imebeba unga wa ngano, imepakilia Baresa, Dar es Salaam, Tazara. Kwa tunapeleka Zambia. Dereva yeye yuko hospitali mpaka sasa. Kwa taarifa fupi inasemekana kwamba anaendelea vizuri. Wito wangu mimi kwa serikali, kama inasikia hapa, naomba wafanye miundombinu kwa wakati kwa hapa, aidha watuongezee barabara ziwe 3 au wafanye plani ya kupita hii njia ya pembeni kama wanaweza kufanya. Lakini kama basi waendelee kusimamia zile foleni ambazo huwa tunasimamishwa kule juu, baadaye tunashuka kwa mwisho. Yeye anaitwa Charles Kapusi. Hii ajali ilikuwa imeshatokea. Baada ya kufika hapa nikakuta hali ni mbaya sana. Yaani hali ni mbaya kuliko. Nikakuta watu hapa wanaendelea kuokoa. Ikabidi nijumuike na mimi kuendelea kuokoa. Nilikuwa mpaka saa 9 usiku. Na watu tuliowatoa nilioshuhudia hapa nikiwepo, kuna watoto 5
na watu wakubwa hawapungui 12 wakati nipo, ila sijajua wakati sijafika hapa. Mimi najua ni ufinyu wa barabara siku zote, maana mimi toka niko hapa Mbalizi hapa gari ilivyodumbukia hapa ni mara ya 4 nashuhudia hivi, yani ajali haina. Kwa natumaini ni ufinyu wa barabara uliopo ndio unaochangia kutusababishia hizi ajali. Hii barabara ilikuwa nipanuliwe njia 3 muda mrefu, sasa hivi wameanza huko si wapi, hapa wanapacha ndio kwenye shida. Sosi yote inatokea hapa, sasa kwa nini wasianze zaidi ni kuyapanga magari pale, kuwachelewesha watu kazi zao pale, ni kuwachelewesha watu kazi zao. Hii kazi ya kusubiri malori yapite, gari ndogo zipite, ile ni kuchelewesha watu shughuli, unaona. Lakini mimi ningeona tu hapa basi watengeneze ile kule, hii baki hii sio inatumika, situmie gari ndogo